Hali gani mtazamaji wa Asam Online TV? Ripoti za Asam Online TV, tupo katika jaa kubwa la Kibele. Lakini wakala wa chakula, dawa na vipodozi Zanzibar ZFDA inaenda kuteketeza tani 82 za bidhaa ambazo zimeweza kuisha muda wake kwa matumizi ya binadamu. Lakini katika tani hizo ambazo 82 za bidhaa ambazo zimeweza kuisha muda wake, tani 400 ni bidhaa mchanganyiko ambazo zinaenda kuteketezwa siku hii ya leo. Hizi ni ripoti za Asam Online TV. Jina langu ni Hawa Jafar Hamis, lakini nyuma ya kamera ni Madina Omar. Wakala chakula, dawa na vipodozi Zanzibar imeteketeza jumla tani 82 za bidhaa za chakula, 78 bidhaa ya chakula aina ya popcorn yani mahindi, na bidhaa tani 4 ni bidhaa za chakula mchanganyiko. Kama ilivyo kawaida, tunakuwa tuna jukumu la kuteketeza bidhaa mara tu tunapopata ile taarifa kuwa bidhaa hii haifai, au akitokea msamaria mwema tunaenda kufanya ukaguzi. Tukiona bidhaa haiko sawa, tuna jukumu la kuifanyia uteketezaji wa bidhaa hiyo. Lakini kwa upande wa hizi popcorn tumezifanyia uteketezaji kwa kupata taarifa kwamba mfanyabiashara alipoingiza hii bidhaa hakufuata zile taratibu za kibandari, kwa hiyo bidhaa ikakaa pale bandarini. Kwa sisi kama wakala chakula, dawa na vipodozi tukapewa taarifa bidhaa ile kutokana na kukaa muda mrefu bandarini imepata joto kali kutokana na jua. Kwa hiyo baada ya kupata joto kali ikapelekea kuharibika. Kwa hiyo sisi kama ZFDA tukashirikiana na mamlaka ya kilimo kwa ajili ile bidhaa wakaja wakaifanyia fumigation, kuifukiza, ili mradi ile bidhaa isiambukize bidhaa nyingine kuharibika. Na bidhaa mchanganyiko tani 4 tumeziteketeza kwa sababu tunapoenda kufanya ukaguzi wa maduka wa kawaida na maghala, tunakuwa tunachukua zile bidhaa ambazo zimeharibika, expire kwenye maduka. Kwa hiyo tumejumuisha kwenye huu teketezaji. Kwa hiyo jumla ya tani 82 za bidhaa za chakula. Operations za uteketezaji tunakuwa tunazifanya mara tu baada ya kuletewa taarifa na bidhaa imekizi, baada ya mfanyabiashara kalipa, kwa sababu gharama za uteketezaji ni za mfanyabiashara. Anapokuja kutuletea taarifa, kama shakamilisha kulipa gharama zote, sisi tunachukua jukumu la kushirikiana na ZEMA, yani wakala wa mazingira. Unakuta tunashirikiana na manispaa, jeshi la polisi, TRA, tunakuja kudispose. Kama ZFDA tunawashauri wafanyabiashara wanapoagiza bidhaa zao wajitahidi kukamilisha taratibu za bandari ili kuepuka bidhaa zao zisiharibike na kuuza kwa uharaka na kupata faida. Lakini kama sisi ZFDA tunawaasa wanajamii na wafanyabiashara wote, wanapokuta bidhaa imeharibika wasilishe kwetu ili kukamilisha taratibu za kuteketeza ule mzigo, ili kuepuka athari ambazo zitakuja kujitokeza baada ya matumizi ya bidhaa zile. Tupo hapa Kibele katika zoezi zima la uteketezaji wa mahindi ambao kwa lugha yanaitwa popcorn, yale ya mabisi. Uteketezaji huu umekuja baada katika kazi zetu za kawaida za bandarini pamoja na wenzetu wa ZFDA na wenzetu wa TRA. Katika kazi zetu za kawaida hizo tuligundua kuna makontena bandarini ambayo yamekaa kwa muda mrefu, tunaita overstay. Kwa hiyo tumegundua kuna bidhaa hiyo ambayo nimeitaja mwanzo ni mahindi. Kwa mahindi muhusika mkuu inakuwa ni Wizara ya Kilimo, kwa sababu ni bidhaa inayotokana na kilimo. Kwa hiyo tulivyofanya ukaguzi wetu tuliona imeshaharibika na si salama kwa matumizi ya binadamu hata na viumbe wengine. Kwa hiyo tumechukua jitihada kwanza za kuifanyia tiba ambayo tunaita treatment, yani fumigation, kuifukiza, kwa sababu ilikuwa tayari ishazalisha wadudu wengi sana, kiasi kwamba hata huku tunakuja kuitupa yani au wadudu wengetawanyika na baadaye wengeleta athari katika jamii yetu.